الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni usiku wa kuamkia tarehe 26 ya mwezi huu mtukufu wa Dhulqaada mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 Miladia. Tunaendelea na sharhu usuli sunna ya Sheikh Rabi' rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah: قتال اللصوص والخوارج جائز. قتال اللصوص والخوارج جائز، kupigana na waizi na makhawarij ni jambo ambalo linafaa. قال رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز، kupigana na waizi na makhawarij ni jambo linajuzu idha aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi, wakimvamia mtu katika nafsi yake na mali yake, falahu an yuqatila an nafsihi wa malihi, yajuzu kwa mtu huyo kupigana nao kwa ajili ya kuitetea nafsi yake na mali yake, wayadfa anha bikulli ma yaqdiru, aitetee nafsi yake kwa kila anachoweza. Mtu anapovamiwa na hawa waizi majambazi, anatakiwa aitetee nafsi yake kwa kiasi anachoweza na kwa kila kitu ambacho anakiweza. وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبه، na haijuzu kwa mtu huyo idha faraquhu, wakimwacha, wakiondoka, wakifarikiana naye au wakimwacha, haifai kuwatafuta. wala yattabi'u atharahum, wala hatafuatilia athari zao na nyayo zao kujua wameelekea wapi. Ikiwa wamemwacha au wenyewe wameondoka, hawakumdhuru, hawakuchukua kitu, la yattabi'u atharahum, asifuatilie nyayo zao akawatafuta wako wapi. Laysa li ahadin illa al-imam au wulata almuslimin, haijuzu kwa yote isipokuwa kiongozi au viongozi wa Waislamu. Wao ndio wenye haki ya kuwatafuta na kuwaadhibu hao waizi au majambazi au wakora. wa innama lahu an yadfa'a an nafsihi fi maqamihi dhalik, hakuna vingine isipokuwa mtu huyo inafaa aitetee nafsi yake katika mahali pake hapo. Wayanwi bijahdihi alla yaktula ahadan, na anuie kwa juhudi zake kutomuua yoyote katika hao. Anuie kuitetea nafsi yake, kutetea mali yake, lakini asinuie kumuua yoyote katika hao. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، akifa kwa mikono yake, akifa mwizi au jambazi huyo, akifa ala yadaihi, kwa mikono ya mtu huyu katika kuitetea nafsi yake, fil ma'raka, katika vita, fa ab'ada Allahu al-maqtula, Allah amweke mbali huyo aliyeuawa. Fa ab'ada Allahu al-maqtula, Allah amweke mbali
huyo aliyeuawa. Wa in kutila hadha fi tilka alhal, akiuawa huyu katika hali hiyo ya kuvamiwa, wa huwa yadfau an nafsihi wa malihi, na hali yeye anaitetea nafsi yake na mali yake, rajautu lahu shahada, namtarajia kupata shahada huyu. Rajautu lahu shahada, namtarajia kupata shahada. Ikiwa ameuawa mtu katika kuitetea nafsi yake au kutetea mali yake, huyu akiuawa anakuwa shahidi kwa kuuawa huko, kama jaa fil ahadith, kama ilivyokuja hivyo katika hadithi. Wa jami'il athari fi hadha innama umira biqitalihi, na athari zote katika jambo hili mtu ameamrishwa kupigana na mwizi huyo au jambazi huyo. Walam yu'mar biqatlihi, hajaamrishwa amuue, wala tibaihi, wala hajaamrishwa amfuate akikimbia. Wala yujizu alayhi in suri'a au kana jariha, wala asiharakishe kumuua akizimia au akiwa ni mwenye kujeruhiwa. Huyo mwizi au jambazi akiwa amezimia au amejeruhiwa, asiharakishe kummaliza. Sababu gani? Hakuamrishwa amuue, ameamrishwa apigane naye kwa ajili ya kuitetea nafsi yake. Asiwe na nia ya kumuua huyo mwizi au huyo jambazi. Jo, wala yujizu alayhi in suri'a au kana jariha, asiharakishe kummaliza akizimia au akiwa ni mwenye kujeruhiwa mwizi huyo. Wa in akhadhahu asiran falaysa lahu an yaqtulahu, akimkamata hali ya kuwa ni mateka haifai pia kumuua. Ikiwa amemkamata akamteka, huyo pia haifai kumuua, mateka huyo haifai kumuua. Wala yuqima alayhi alhadda, wala hatamtekelezea haddi yeye mtu mwenyewe. Walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allahu fayahkumu fihi, lakini alipeleke jambo lake kwa yule ambaye Allah amemtawalisha, kiongozi. Alipeleke jambo lake kwa kiongozi wa nchi, fayahkumu alayhi, kiongozi ndiye atakayemhukumu. Lakini raia hawana haki ya kutekeleza haddi kwa mwizi, akakatwa mkono mwizi. Raia hawana haki hiyo. Mwenye haki hiyo ni kiongozi au naibu wake, ndiye mwenye haki ya kutekeleza hadi hizi za mwizi, hadi za mzinifu, hadi ya nini. Ni kiongozi, sio raia. Qala Sheikh Rabi rahimahullahu ta'ala katika fakra hii, qala fahadhihi tafasilu fi qitali alkhawarij wasailin walbughah, hii ndiyo upambanuzi wa hukumu za kupigana na makhawarij na madhalim, walbughat, wale waliotoka katika taa ya viongozi. Ma'khudhatun min ahaditha ani nabii sallallahu alaihi wasallam, tafasili hizo zimechukuliwa kutokana na hadithi nyingi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Saalahu rajulun, mtu mmoja alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, araaita in arada rajulun akhdha mali. Mtu mmoja alimuuliza mtume, unaonaje mtu akitaka kuchukua mali yangu nifanye nini? Araaita in arada rajulun akhdha mali, unaonaje mtu akitaka kuchukua mali yangu, manake nifanye nini? Qala la tu'tihi, usimpe. Akitaka mali yako, la tu'tihi, usimpe.
Qala fa in qatalani, akipigana na mimi, qala qatilu, pigana naye. Akipigana na mimi ili achukue mali, qatiluhu, pigana naye. Qala fa in qatalani, akiniua, qala fa anta shahid, akikuua wewe ni shahidi, una thawabu za shahidi. Qala fa in qataltuhu, je nikimuua, qala fi nnar, huyo anakwenda motoni. Mwizi huyo, jambazi huyo anakwenda motoni ikiwa wewe utamuua. Akikuua wewe, wewe ni shahidi. Wewe ukimuua, yeye anakwenda motoni, lakini usimpe mali yako. Mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu akitaka kuchukua mali yako usimpe, sababu ni udhaifu mkubwa. Ni udhaifu mkubwa kama umekutana na jambazi anakuonesha kitu, toa simu, wewe watoa, toa saa, toa kofia. Hapana, jitetee. Tunakwambia usimpe, la tu'ti, usimpe. Ina maana jitetee, pigana naye. Akikupiga akikuua, wewe ni shahidi. Hamtaki shahada nyinyi? Hamtaki? Kila mmoja anataka shahada. Akikuua wewe ni shahidi, ukimuua wewe, yeye anakwenda motoni. Lakini usiwe mdhaifu na mnoyo wa kutoa tu, toa, unatoa. Huo ni udhaifu mkubwa. Basi haya, kukimbia pia uwezi, mbio pia huwezi kupigana nao, pengine ni 5 mbio. Je, unazo mbio? Kimbia shekhe. Lakini watoa vitu bwana, watoa tu, toa saa hiyo, kazo vua. Hapana bwana, pigana nao shekhe, pigana. Mwanaume wewe, wewe ni mwanaume bwana. Usionyeshe udhaifu namna hiyo kwamba watoa. Hapana. Mwisho kabisa, kama uwezi kupiga na mbio sasa, piga mbio shekhe. Mafundisho ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Araaita in arada rajulun akhdha mali, qala la tu'ti, usimpe. Qala fa in qatalani, qala qatilu, pigana naye. Ndio. Fa in qatalani, qala fa anta shahidun, akiniua wewe ni shahidi. Qala fa in qataltuhu, qala fi nnar, ukimuua yeye anakwenda motoni. Waqala sallallahu alayhi wasallam, man qutila duna nafsihi fahuwa shahid, mwenye kuuawa kwa ajili ya kuitetea nafsi yake, huyo ni shahidi. Man qutila duna nafsihi fahuwa shahid, mwenye kuuawa kwa kuitetea nafsi yake, huyo ni shahidi. Wa man qutila duna malihi fahuwa shahid, mwenye kuuawa kwa kuitetea mali yake ni shahidi. Wa man qutila duna dinihi fahuwa shahid, na mwenye kuuawa kwa kuitetea dini yake pia ni shahidi. Umeelewa? Pia imekuja hadithi, wa man qutila duna ahlihi fahuwa shahid, mwenye kuuawa kwa kumtetea ahli yake, mke wake, ni shahidi huyo pia. Sasa wewe uko na mke wako, mwatoka pengine sokoni au mwatoka kwenye supermarket, mwatoka shopping na vitu vyenu, lete vitu hivyo. Wewe ndio ulishika mfuko, wewe ndio umeshika mfuko wa hivyo vitu, lete, unatoa. Huyo mke wako mlete huyo, wamtoa? Hapana, uwao hapo. Utamtoa mke shekhe? Man kutila duna ahlihi fahuwa shahid, mwenye kuuawa kwa kumtetea mke wake, huyo ni shahidi hapo. Pigana nao uwawe, lakini wamtoa mke, wewe si mume tena wewe. Qala fa idha atudiya ala al-insani fi malihi au huramihi au nafsihi falahu an yudafi'a, mtu akifanyiwa uadui kwa mali yake au heshima yake au nafsi yake, yajuzu kujitetea huyo, yajuzu kujitetea. Fa idha atudiya ala al-insani fi malihi au huramihi au hurmatihi au nafsihi falahu an yudafi'a, yeye yajuzu kujitetea
wa billati hiya ahsan, anajitetea kwa jambo ambalo ni zuri sana. La yaksidu alqatla, hakusudii kumuua, anakusudia kujitetea. Yadfa'u billati hiya ahsan, anajitetea kwa jambo ambalo ni zuri sana. Fa idha adda al-amru ila an yaqtulahu fa innahu fi hadhihi al-hala la yahtammu biqatlihi, ikipelekea jambo lenyewe kwamba amuue huyo mtu, fa innahu fi hadhihi al-hala la yahtammu biqatlihi, yeye katika hali hii asitilie umuhimu kumuua. Yeye umuhimu wake ni kuitetea nafsi yake, sio umuhimu wake kumuua. Wa in kutila, akiuawa, fahuwa shahid, yeye ni shahidi sababu anaitetea nafsi yake. Faddifau anil mali wa anil irdi wa anil nafsi fi mithli hadhihi alahwal ajaza ash-shari'u lilmu'tada alayhi an yudafi'a an nafsihi wa malihi wa huramihi. Anasema faddifau anil mali, kuitetea mali, wa anil irdi, na kuitetea heshima, wa anil nafsi, na kuitetea mtu nafsi yake. Fi mithli hadhihi alahwal, katika mfano wa hali hizi, ajaza ash-shari'u lilmu'tada alayhi an yudafi'a an nafsihi wa malihi wa huramihi. Mtume sallam amejuzisha kwa mwenye kufanyiwa uadui aitetee nafsi yake, aitetee mali yake, atetee heshima yake. Bal aujaba ba'dhu al-ulamai ad-difaa anil hurumat, bali wamelazimisha baadhi ya maulama kuzitetea hizi heshima. Zaujatihi, mke wake, ukhtihi, dada yake, an harimihi, kutetea kila kitu ambacho ni haramu kuvunjiwa heshima, akitetee. Yajibu alayhi an yudafi'a an dhalik, ni lazima, ni jambo la lazima kutetea hivyo, kutetea vitu ambavyo ni haramu kuvunjiwa heshima. Mke, dadako, mamako, khalati yako, hivi ni vitu ambavyo wewe mwenyewe unakataa vivunjiwe heshima. Hasa huwezi ukakubali kwamba achukueni, lazima pale upigane mpaka uwawe. Kama ni kuuawa, kuue pale pale. Hata ukivunja mkono mmoja, pigana na mkono mwingine. Ndiyo, ni heshima yako ile, unavunjiwa heshima mbele yako. Hivi ndio Uislamu unavyosema. Uislamu si kitu dhaifu bwana. Uislamu sio kitu dhaifu, hauna udhaifu Uislamu. Almu'minu alqawiyyu, mtu anasema almu'minu alqawiyyu khairun min almu'mini aldha'if wa fi kullin khair. Muislamu mwenye nguvu ni bora kuliko muislamu dhaifu. Nguvu za kila kitu, nguvu za imani, nguvu za mwili wake. Almu'minu alqawiyyu khairun min almu'mini aldha'if wa fi kulli khair, katika wote kuna khairi. Huyu qawi na huyu dhaifu, lakini qawi ana khairi kubwa kuliko dhaifu kwa mambo kama haya. Kwa Uislamu si kitu dhaifu. Uislamu unaruhusu jambo hilo, bali ni lazima. Ni lazima mtu kuitetea nafsi yake, lazima kutetea heshima yake, kumtetea ahli yake, kuwatetea akhawati zake, ni jambo la lazima. Ndiyo kuitetea mtu nafsi yake. Tumefahamu? Kwa tunatakiwa tujifundishe yale mambo ya karate, boxing nini. Ndiyo inatakiwa. Na nitamwambia Abu al-Khattab aweke hapa darasa fulani, awafundishe wanafunzi wetu ile karate. Ndiyo self defense wanaita. Tumeelewa bwana? Ndiyo. Ili hao wasio, ndio maana Mtume sallam aliamrisha masahaba wafanye ibtibaa pale katika tawafu. Unajua ibtibaa, ile bega la kulia liwe wazi, wakijifunika zile ihram katika umra. Katika umra pale
hili bega la kulia liwe wazi, ili makafiri waone nini? Misuli ile ya masahaba. Makafiri walikuwa wakisema watakuja hapa masahaba kufanya umra, wamedhoofika kwa homa iliyokule Madina. Makafiri walisema hivyo Makureishi. Mtume akaamrisha masahaba wafanye ile itibaa. Imekuwa ni sunna ila yaumil qiyama kwamba bega la kulia hapa liwe wazi ukijifunga ile ihramu ile ya kufanya umra. Umeelewa? Wakawacha wazi hapa. Masahaba wakaonesha hivi. Umeelewa? Kuonesha kuwa Uislamu ni kuwa, ni nguvu, sio udhaifu Uislamu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwa Allah wa aduwwakum. Tumefahamu? Kwa hiyo tuwe tayari. Umenielewa? Tuwe tayari kufundishwa karate hapa na boxing na kila kitu kwa ajili ya kuzitetea nafsi zetu. قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى: فإذا دفع ذلك بأدنى الأسباب فالحمد لله. akitetea hayo kwa sababu ndogo tu, alhamdulillah. Ikiwa labda ana silaha ndogo tu ameitetea nafsi yake, alhamdulillah, inatosha. Wa in adda al-amru fi an-nihaya ila qatlihi fala ithma alayhi wal maqtul fi an-nar. Lakini jambo lenye likipelekea hatimaye kupelekea kumuua yule mwizi au jambazi, huyo hana madhambi, alijitetea. Wal maqtul fi an-nar, na huyo aliyeuawa anakwenda motoni. Huyo aliyeua hana madhambi na aliyeuawa anakwenda motoni, huyo jambazi huyo. In qutila almu'tada alayhi fahuwa shahidun insha Allah. Akiuawa huyu mwenye kufanyiwa uadui, huyu ni shahidi insha Allah. In qutila almu'tada alayhi fahuwa shahidun insha Allah, yani yakunu binafsihi qasidan wajha Allah tabaraka wa taala, anakuwa katika nafsi yake anaukusudia uso wa Allah tabaraka wa taala. Wa multaziman shar'a Allah azza wa jalla, mwenye kujilazimisha sheria ya Allah azza wa jalla. Laysa mujarrad ad-difaa' 'an an-nafs, si mujarrad ya kuitetea nafsi peke yake. Lianna al-a'mala binniyat, sababu amali zote zinazingatiwa kwa nia. Allahu abaha li wa ajaza li bal awjaba li ad-difaa' 'an nafsi wa mali au ajaza li dhalik. Allah amenihalalishia, Allah amenijuzishia, bali amenilazimisha kuitetea nafsi yangu na kutetea mali yangu. Ajaza li, amenijuzishia hilo. Kwa ni jaiz mtu asitoe mali zake tu bure bure. Lakini watu wanavyopenda dunia lakini tunapenda dunia sana. Juu hili linalotuponza tukatoa mali zetu, sababu mtu unaogopa kufa. Unaelewa? Unaogopa kufa pamoja na kwamba tumeahidiwa shahada, lakini tupenda dunia sana. Ndio maana ukiambia toa unatoa, toa unatoa. Sababu nini? Waogopa kufa, utakosa dunia. Dunia haina maana yote bwana, si ndio? Dunia haina maana yote. Kwa hii ni shahada, ahadi ya Mtume sallam, anayeuawa kwa kutetea dini yake, kwa kutetea nafsi yake, kwa kutetea mali yake, kwa kutetea ahli zake, huyu anakufa kifo cha shahidi. Qala fal-Imamu Ahmadu bana hadhihi al-mas'alata ala hadhihi al-ahadith. Al-Imamu Ahmad amejengea masala haya kulingana na hadithi hizi. Wa yaqsidu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam abaha qitalahu wa lam yubih qatlahu. Anakusudia kwamba Mtume sallam amehalalisha kupigana na huyo jambazi na mkora anayetaka kuchukua mali yako. Wa lam yubih qatlahu, haja halalisha kumuua. Shar'a al-qitala wa lam yashra' qatlahu,
ni sunna kupigana naye, lakini mtume hajaweka kwamba sunna kumuua. Lakini ikipelekea lazima umuue, pengine ana kisu, ana silaha, anataka kumaliza wewe muwahi ummalize yeye. Fa anta la tanwi qatlahu, wewe usinuie kumuua. Innama tanwi mudafa'atahu, isipokuwa wewe unuie kumzuia asichukue mali yako. Fa inindafa'a falhamdulillah, akizuilikana mwenyewe akawacha sasa kutaka kuchukua mali yako, falhamdulillah. Wa illam yandafi' illa biqatlihi, lakini asiporudi nyuma isipokuwa kwa kumuua, falhukmu ma qalahu ar-rasulul karimu alayhi salatu wassalam, hukumu ni hii aliyosema mtume al-karimu alayhi salatu wassalam, hadha al-mu'tadi fi an-nari idha qutila, huyu mwenye kufanya uadui atakwenda motoni idha qutila, akiuawa. Walmu'tada alayhi idha qutila shahid, na huyu mwenye kufanya uadui akiuawa yeye ni shahidi. Qala wa idha waqa'a asiran fi yadika au jarihan la taqdi alayhi, akianguka huyu ni mateka, yuko katika mikono yako, au ni mwenye kujeruhiwa, la taqdi alayhi, usimmalize. Unaelewa? Idha waqa asiran, akitokea kwamba huyu ni mateka, umemteka umemfunga mikono, usimmalize ukamuua. Au jarihan, au amejeruhiwa, usimmalize ukamuua. Laysa laka haqqun an tajhaza alayhi au an tujhiza alayhi, wewe huna haki kummaliza ukamuua. Idha walla mudbiran laysa laka an tattabi'ahu, akikimbia wewe huna haki kumfuata, akikimbia mwache. Laysa laka an tattabi'ahu, huna haki kumfuata. Intaha sharruhu, shari yake imemalizika. Wa huwa almatlubu, na hilo ndio linalotakiwa, asiwe mshari tena. Imma bisukutihi sari'an jarihan, ima kwa kuanguka hali ya kuzimia, au kwa kuanguka hali ya kujeruhiwa, usimmalize hapo. Wa imma bi an walla al-adbara hariban, na ima kwa kukimbia, kurudi nyuma hali ya kukimbia, fala tattabi'uhu, usimfuate. Wa idha saqata jarihan la tujhiz alayhi, akianguka hali ya kujeruhiwa usimmalize kwa kumuua. La yajuzu laka dhalik, hilo halifai kwako. Lianna hadha yakunu hinaidhin min al-udwan, hila kummaliza sasa itakuwa ni katika kumfanyia uadui. Liannaka umirta bimuqatalatihi wa lam tu'mar biqatlihi, wewe umeamrishwa kupigana naye kwa ajili ya kuitetea nafsi yako, hujaamrishwa kumuua. Mwanielewa? Liannaka umirta bimuqatalatihi wa lam tu'mar biqatlihi, wewe umeamrishwa kupigana naye kwa ajili ya kuitetea nafsi yako na mali yako, hujaamrishwa kumuua. Wa in waqa asiran fi yadika falaysa laka an taqtulahu au tuqima alayhi alhadda, ikitokea kwamba ni mwenye kutekwa, huyo jambazi umemteka, yuko katika mikono yako, falaysa laka an taqtulahu, haijuzu kwako kumuua, au tuqima alayhi alhadda, au kumsimamishia haddi. Hapana, hiyo sio haki yako. Tarfa'u sha'na hadha al-asiri ila ulati al-umur, unatakiwa ulipeleke jambo la huyo aliyetekwa, ulipeleke kwa viongozi wa nchi. Viongozi wao wana haki kumtekelezea haddi huyu. Wa humul ladhina yunaffidhuna fihi hukma Allah, wao ndio wanaopitisha hukumu ya Allah kwa mtu huyu. Au ma yuridun, au watafanya wanavyotaka. In khalafu, wakikhalifu hili, falmas'uliyatu alayhim, ikiwa watakhalifu basi jukumu ni kwao viongozi hao, kama hawatamwadhibu watamwachilia. Falmas'uliyatu alayhim,
jukumu sasa litakuwa kwao, watakwenda kuulizwa siku ya Kiyama. Hiyo ndiyo hukumu ya hawa majambazi na waizi na hawa vibaka wanaobaka watu mali zao. Tumefahamu?